Nasikia kuna milioni 10 kwa atakaye kuja na wazo litakalokomesha msongamano. Naamini jijini Dar es Salaam, labda majiji mengine makubwa. Labda na mimi naweza nikazipata hizo. Wazo langu hili hapa: boresha usafiri wa umma. Mabasi, trams, treni, baiskeli na watembea kwa miguu. Usafiri huu uwe unapatikana vya kutosha kwa maeneo mengi. Si una barabara kwa mfano kama hii ya chini ya Mbezi Beach, kuna wakazi wengi tu wa hali ya kawaida na wengine wa hali ya chini kabisa, hakuna daladala. Uwepo usafiri wa uhakika wa kutosha na unaopatikana maeneo mengi, na watu wanaweza kumudu huo usafiri. Maana hata mwananchi wa hali ya chini kabisa aweze kupanda basi, aweze kupanda tram, aweze kupanda train kama ile ya Mwakembe ile. Ukifanya hivyo, una uhakika wa kuweza kupambana na foleni vizuri tu. Kwa sababu tatizo letu ni kwamba watu wengi hata kama hawana uwezo, hawawezi kumudu kununua gari na hata kulifanyia service, kwa sababu usafiri wa umma ni mbaya, ni wa hovyo, usioaminika. Wanalazimika kujikamua, kuchukua mikopo yenye riba kubwa, kutafuta pesa kwa namna yoyote ile ili wapate usafiri binafsi uwasaidie kwa ajili ya mizunguko yao ya mjini. Lakini naamini kama usafiri wa umma ungekuwa mzuri, kuna watu wengi sana wasingekuwa na haja ya kununua magari yao binafsi. Sasa tatizo letu ni kwamba watunga sera na wanaosimamia kwa namna moja au nyingine hawatumii mabasi ya umma. Wamestaki kwenye ile attitude ya kizamani sana, imepitwa na wakati, kwamba kuonyesha hadhi, kuonyesha umefanikiwa, umepanda, lazima uwe na gari lako binafsi. Wanakutana na mbunge ameingia tu bungeni kidogo, tayari anataka kumiliki gari la milioni 400, milioni ngapi. Anataka kuonyesha wananchi huyu ni mwakilishi wa mwananchi tu. Umefanya biashara gani ya kukuingizia pesa kiasi hicho? Ukiingizia taifa faida kiasi kwamba uwe na uhalali wa kumiliki gari la milioni 400, 500. Ni mwakilishi wa mwananchi tu. Lakini kama ungekuwa unatumia usafiri wa umma, ungefahamu umuhimu wa kutumia. Nitakupa mfano mmoja. Miaka 10 iliyopita nilikuwa nasoma Canada, chuo kikuu cha Toronto pale. Sasa katika programu yetu ya watu wachache, kila siku ya Jumatano au Alhamisi kama sikosei, tulikuwa tuna host watu wakubwa tu, hasa watunga sera hawa, na kina Justin Trudeau, huyu waziri mkuu wa zamani wa Canada, tuliwahi kumwalika. Lakini sasa siku hii moja tulikuwa na meya wa zamani wa jiji la Toronto. Sasa siku hiyo mimi nilikuwa na host hiyo kama vile ndio mwenyeji wa siku. Tumemaliza lunch, tunatoka na msindikiza, tunaongea kidogo, tumefika eneo la maegesho ya baiskeli, akasimama. Nikamuuliza, umepaki wapi gari lako nikupeleke huko? Akasema, mimi sijaja na gari, mimi nimekuja na baiskeli hapa, ndio usafiri wangu. You can imagine my shock and my surprise. Kwanza nilikuwa very embarrassed. Huyu mayor ambaye anasimamia sera kwa namna moja au nyingine, labda anashiriki labda hata kutunga au kuinfluence sera, atakuwa na uwezo mzuri sana wa kufahamu adha ya usafiri wa umma, kwa sababu yeye mwenyewe ni mtumiaji wa huo usafiri wa umma. Na hizi utazikuta sana kwa nchi kama za Scandinavia, utakuta zingine hata Ulaya pia. Watunga sera wengi tu, watu wa hali ya juu tu, wanatumia usafiri wa umma, wanaendesha baskeri, wanapanda mabasi, wanapanda treni, na hivyo ni rahisi kwao kupigania kuhakikisha kwamba inakuwa bora ili na wao watumie. Sisi hatuna hiyo. Tunataka kuendesha magari. Sasa sisi tuna faida hiyo kwamba wenzetu hawa Ulaya
wamekwenda mbali katika kuendelea, wametumia mabasi, wametumia magari mpaka wamefika juu, lakini wamefika mahali ambapo wanarudi sasa kule ambako sisi tunakimbia kutaka kuachana napo. Baada ya kutumia magari sana, sasa wanarudi kutumia baiskeli. Inatiwa moyo sana kwamba watu watumie baiskeli. Sisi kwetu, ukienda mikoa kama Tabora, ukienda mikoa kama Shinyanga na Mwanza, watu wengi wanatumia baiskeli, ndio usafiri wao. Unatoka Cheyo mpaka Rwanzali na baskeli, unatoka Cheyo mpaka Malolo na baskeli, Cheyo, Isevya, Ipuli, wengine wanakwenda mpaka Nzega na baiskeli. Kwa nini tusiboreshe hichi kitu tukahakikisha kwamba kinafanya kazi vizuri, watu wetu watumie baiskeli vizuri? Kwa sababu huo sio ushamba, huo sio umaskini, huo sio uzamani. Wenzetu wa Scandinavia, huo ni usafiri wao mkubwa. Ukienda Uingereza, usafiri wa umma, njia za magari ya umma yanapanuliwa sana. Njia za train, Elizabeth Line na station zote hizo nyingi ni mpya pale, zimetengenezwa mwaka 2022 tu. Wenzetu wanaboresha usafiri wa umma ili watu wengi zaidi watumie. Sasa katika kufanya hivyo, manake unaendana vizuri na kazi. Ukitaka kupanua mabarabara tu, ukaongeza maflyover tu, utaongeza mpaka lini? Dar es Salaam kufikia mwaka 2050 itakuwa na wakazi milioni 14. Utapanua barabara mpaka lini? Lakini unapoboresha miundombinu ya usafiri wa umma, maana yake ni kwamba utakachofanya ni kuongeza mabasi tu. Utaongeza mabehewa ya train, utaongeza mabehewa ya tram. Watu watakuwa comfortable katika kutumia baskeli. Na mikoa mingi tayari hivyo ndivyo wanavyofanya. Wanatohitaji ni kuboreshe watu hiyo miundombinu. Halafu tutaachana na hii misongamano ya magari. Nimeipata milioni 10 hapo.